Ukileta vitu kwa mchungaji vizuri. Unaona zile sadaka zake za kimwajabu. Unajua mimi kuna mtu analeta chakula kwangu mimi naleta, yani kileta samaki au nyama kwangu. Ni samaki zilizo kwenye friji. Sasa tumewaka vinunua nyingine. Ameamua kutoa kwenye friji sasa. Aniletee mimi zile za wiki nzima. Yeye aweke zile mpya. Nilipata tabia huyu mama. Kama ni maharage na maharage amekuja vile amekuja mapya, yeye ametaa kwa mimi napika mpaka mkao uishe. Hizi nyama mbona leo kama zina harufu? Hizi sio za leo. Hizi kwa zina wiki. Nikachunguza samaki. Kama sana samaki jamani, samaki mimi nawajua wewe. Kama maharage ni yamealika sana mimi yani. Mtu akipika mbona haya nikachunguza wewe. Kumbe yeye mwaka anapeleka vitu kutoka kule safarini. Anaenda kutoa vile kwenye friji ndio ananiletea mimi. Vile vitu anaweka kwenye friji. Kwa hiyo unaona kwa mchungaji ilikuwa ndio damu na kuleta vile shirikana kwako. Wewe kwa mtumishi wa Bwana kwa sababu nina njaa. Na kipindi hicho na mimi nina njaa, natembea kama narudi nyuma nasema kwa kweli Bwana nakushukuru kwa chakula kile si wiki. Nakula tu mazao. Sasa sina chochote. Unakula kilichokuja. Niwaambia kuna majira unakula kilichokuwepo, lakini huyu tunachokitaka kweli si kweli. Sasa kipindi nilikuwa nakula chochote kilichoko mbele yangu. Nifanyeje? Sio kama ni masomo yanajia kama ndio niseme ni kibaya. Si kweli. Kama ni kibaya ni kibaya, kila tunakula tunaumia kwa kweli. Leo tunakula matembele na dagaa wa Mwanza na udona. Tunataka na sisi tuwe kitimoto kama watu wengine. Unakula kwa moyo unaumia. Kweli si kweli? Kweli. Wewe unasema kwa kweli kibali na dagaa wa Mwanza na udona ni watamu. Wakati wenzako pale wanakula bidali nyama za mbuzi za kuchoma pale na kachumbari pembeni, hapo bekiwa na chips pembeni kidogo ile na ndizi za kaanga pale na Coca-Cola ndani pale, nimekaa pale na dona na vile dagaa usio chipana ni mwenyewe kwa kweli kinatosheleza hivi. Acha ujinga. Mwambie Mungu kwa hiyo tunakula tusife. Ila sisi tuone kwenye ufalme wako na sisi tuwe kama jamaa wale pale. Haleluya. Na ndio maana nilisikia na chumba kimoja kile umeweka na sora, hata umeweka tiles umesema Bwana ni mimi. Hapana! Mwambie Bwana kama nyumba nzuri, mimi kile chumba kiwe na choo na bafu na niweke sinki kubwa lijaze na maji, nikiwa naomba na jimagia na kufungulia kwamba tunasema haleluya Bwana ni mwema. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Mungu anapenda kuangalia nia ya moyo wako ikoje. Biblia inasema unyongaji na msimamo ndivyo ulivyo. Haleluya. Mungu anakubariki kwa moyo wako, una moyo wa maskini, una moyo wa fukara, umeridhika na mambo madogo. Nimekuja mahali hapa niwasibue mioyo kadiri ya kizenu mbele za Bwana. Mwambie tumesoma, tunataka kazi. Hii kazi nilionayo bado si viwango vya elimu yangu. Haya maisha nilionayo si viwango vya maisha yangu. Nataka Bwana unipe nafasi nyingine. Na mimi Bwana ninakutolea hii sadaka ikanene mbele zako. Kwa kuwa sadaka inanena mbele za Bwana. Hiyo wataki wale wadumo, Bwana wanyang'anye alete kwako. Washangae tuiko naye hapa lakini yuko kule mbele. Ni kwa sababu gani? Sadaka inanena. Haleluya. Nikachagua kwa katibu maneno mengi ni baba siko kasema ndio huyu hapo. Mbele msipali ndio huyu hapo. Tumekaa uchaguzi umefika. Uchaguzi unajua katibu na mtunza hazina huwa ni watu wa askofu pia. Kwa maangalizi. Maangalizi alikuja mara kanipiga chini. Nasema kijana kaja juzi napelewa na askofu, tumempokea nini hata ukatibu atumshauri. Nikapigwa chini. Watu wao walikuwa anaongoza vizuri. Kwa nini amepiga chini wakati anambia majira ya Bwana akifika yetu yenyewe. Tumekaa mimi sita kama mama. Ile section nikakatwa. Niliyokata mimi nikateua tena kwa cheo cha makamu manga. Nisio katibu tena nikapanda mbele. Nini neema? Inaendelea kunifuatilia. Amen. Haleluya. Watatuia hapa anafungua hapa. Unajua Yesu ni waajabu. Yesu anaweza kawa kipa leo, anaweza kawa beki, anaweza kawa ndio pembeni, anaweza kawa ndio anayefunga magoli. Maana yeye hazuilii chochote. Leo anakuzuia hapa, yeye anakuleta huko. Wamesusia mbele, yeye anakwambia rudi nyuma. Kwa sababu yeye anajua leo, kesho na hata milele. Yeye wa majira nyakati zote. Haleluya. Sasa umekuwa mgumu kwa mchungaji mjamekwenda kanisani hapa fungu la 10 ulipi, mafungu ya 10 ndio ipo tena, kwenye ujenzi ndio piga kelele, kwa mama akileta hapo ndio ipo tena, unasema Bwana amesema atakuja kwa njia moja, anasema kwa njia ngapi? 7. Bwana atakufungua, atafungua, anasema kwenye kitabu cha
Isaya Bwana anasema utafungua malango ya chuma na shaba. Bwana, umesema tubariki mjini na vijijini. Kweli sikatai. Lakini kuna wajibu Baba. Kuna wajibu wa kufanya kazi kwa bidii. Toa, hamkamdai Mungu haki yake. Anasema leteni hoja zenye nguvu.